Hello, kwa jina naitwa Evans Kamanija, CEO and the founder of TechShare Limited. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha mafunzo ya kompyuta ambapo leo tunaenda kuangalia aina za kompyuta. Na kwenye aina za kompyuta tunaenda kuangalia sababu tofauti tofauti. Kwa kompyuta zinaweza kuzigawanya kwenye makundi tofauti tofauti. Kundi la kwanza tunaweza kuangalia aina za kompyuta kwa kuangalia mzalishaji au mtengenezaji, inaonyesha kiwanda, ambapo hapa tuna aina nyingi za kompyuta kulingana na viwanda. Kiwanda cha kwanza tunaita Dell. Dell ni kiwanda ambacho kinahusika kutengeneza kompyuta ambazo zinakuwa ni kompyuta za Dell. Tuna HP ambayo ni kampuni linatengeneza kompyuta zinazoitwa HP computer. Tuna Toshiba ambapo ni kampuni linalotengeneza kompyuta za Toshiba. Tuna Compaq ambayo ni kampuni linalotengeneza kompyuta za Compaq, ambayo tuna Hitachi. Okay? Hitachi ni kompyuta, IBM na yenyewe ni kompyuta. Kwa hiyo zote hizi ni aina za kompyuta kulingana na makampuni. Na tuna makampuni mengine hapa siandika kama Samsung, kampuni ambayo inatumia kutengeneza kompyuta. Muonekano wake kwa mfano kwenye Dell muonekano wake ni huu. Inaonekana kwenye namna tofauti tofauti, inaweza ikaonekana hivi, inaweza ikaonekana hivi au kwa namna hii. Mbali hapo nyingine, kundi lingine tunaangalia nguvu au kasi. Okay? Kwa hiyo tuna kompyuta ambazo zenye nguvu kubwa na zenye kasi kubwa. Ya kwanza duniani ambayo inaongoza kuwa na nguvu kubwa na kasi kubwa inaitwa supercomputer. Kwa hiyo kwenye supercomputer ni kompyuta yenye kasi kubwa kuliko kompyuta zote duniani na yenye nguvu kubwa, ambayo inatumika na wanasayansi na wahandisi kwenye kazi zao mbalimbali. Kwa mfano inatumika kurusha ndege ambazo hazina rubani, inatumika kurusha satellite kwenda angani kwenye maroketi mbalimbali na matumizi mengine makubwa ambayo yanahitaji kasi kubwa na nguvu kubwa ya kompyuta. Hii kompyuta inapokea maelezo 2,000 millions kwa kila sekunde. Kwa ni kompyuta yenye kasi kubwa sana kuliko kompyuta zote duniani. Muonekano wake ni wa namna hii, kana hivi. Nyingine inaitwa mainframe computer. Mainframe computer ni kompyuta ambayo yenye uwezo mkubwa wa kutunza vitu kuliko kompyuta zote duniani. Kwa hiyo hii ina uwezo wa kutunza vitu vingi sana kuliko kompyuta zote duniani, lakini speed yake ina speed yenyewe kubwa kidogo ambayo inaweza kupokea maelezo 20 mpaka milioni 20 mpaka milioni 50 milioni ya maelekezo kwa kila sekunde moja. Na hii kompyuta ziko chache, hata Tanzania tuna iko DIT pale. Ni kompyuta kwa ajili ya kutunza taarifa nyingi. Kwa mfano Google anatumia, kwa sababu Google anatunza taarifa nyingi sana. Unaweza kana tunza taarifa za picha zetu, taarifa za video zetu, tunazoziweka huko kwenye mitandao kama kwenye driver, okay? Email zetu tunazozitumia, zote taarifa nazitunza wao. Kwa hiyo wanatunza taarifa za mamilioni ya watu. Kwa hiyo lazima wanatumia kompyuta ambazo zenye uwezo mkubwa kama huu. Na kampuni mengine kama Yahoo, Facebook na kampuni mengine ambayo yanatunza taarifa nyingi. Muonekano wake uko namna hii. Vile vile tuna nyingine tunaita mini computer. Kwa hiyo mini computer ni kompyuta ndogo ambazo gharama yake ziko nafuu ukilinganisha na kompyuta zilizopita kama supercomputer na mainframe computer. Lakini yenyewe tena ni gharama kidogo kuja kulinganisha na personal computer. Kija tuangalie personal computer. Kwa hizi hapa zinatumika sehemu mbalimbali. Zinaweza kutumika kwenye biashara, okay? Kufanyisha miamala ya biashara, kutunzia mafaili au kazi data. Kazi data ni sehemu ya kutunzia taarifa. Hizi mini computer hapa mimi mwenyewe ninayo na muonekano wake zinaonekana namna hii, okay? Ziko muonekano tofauti tofauti. Aina nyingine ya computer ni workstation computer, ambazo hizi ni computer zinatumika na wahandisi pamoja na wanasayansi kwa malengo tofauti. Kwa mfano mara nyingi zinatumika kwenye viwanda kudesign au kuunda vitu mbalimbali vilivyozalishwa viwandani, okay? Muonekano wake unaonekana kwa namna hii hapa, okay? Kutoka hapo tuna nyingine tunaita personal computer. Personal computer ni kompyuta ya mtu binafsi ambazo hizi ni ndogo zaidi, inaweza ikaanzia, ziko za size tofauti tofauti, ikiwemo kama simu yako ya kiganjani, kompyuta ya kuweka mezani, kompyuta mpakato. Zote hizo ni personal computer, okay? Muonekano wake unaonekana hivi hapa.
Nyingine tunaita tablet. Okay? Tablet computer, hizi ni kompyuta ndogo za kiganjani. Mara nyingi zinakuwa ziko kwenye touch, kwa mfano iPad. Okay? Hizo ni kompyuta ambayo speed yake ya kawaida na utunzaji wa taarifa yake ni wa kawaida tu mdogo, ambazo zinaweza zikaonekana hivi na zingine kama iPhone, simu za mikononi touch. Okay? Nyingine tunaweza kuangalia kompyuta, tunaweza kuziangalia aina zake kwa kuangalia taarifa zinazopokea. Taarifa zinazopokea kwenye mfumo wa kompyuta ziko za aina mbili. Kuna digital, kuna taarifa za digital na taarifa za analog. Digital mfano wake mzuri digital computer ni saa ya mdundo. Ile saa ambayo inakuwa ina dunda zile. Analog mfano wake ni saa ya mshale. Okay? Kwa saa ya mshale ni aina ya kompyuta za analog. Na hizi ni zile ambazo zinakuwa ziko kwenye mfumo zinazopokea mfumo wa na wimbi ana na ushuka, lakini hizo ni ziko kwenye mfumo wa moja na zero. Okay? Hybrid computer ni kompyuta ambayo inakuwa na mchanganyiko wa digital na mfumo wa analog. Kama ni sawa unakuta ina mdundo hapo na mshale hapo. Kwa hiyo hizo ni aina za kompyuta kwa kuangalia taarifa zinazopokea. Tuna aina za kompyuta kwa kuangalia malengo. Okay? Kuangalia malengo au matumizi. Kwa kuangalia malengo au matumizi tuna personal na digital assistant computer. Hizi ni kompyuta kwa ajili ya kutusaidia kazi fulani. Kwa mfano ukiwa na calculator. Calculator ni kompyuta ambayo inakusaidia kufanya mahesabu. Okay? Inakurahisishia mahesabu. Kwa hiyo ni kompyuta kwa malengo maalum. Lengo yake ni kufanyia hesabu tu. Huwezi kuchukua ile calculator ukatumia kuangalia movie au ukatumia kuandika notes. Calculator imetengenezwa kwa ajili ya malengo ya kurahisisha mahesabu. Lakini tuna network computer na zenye hizi kazi yake kuturahisishia kwenye mfumo wa mitandao. Okay? Kompyuta kwa ajili ya malengo maalum. Na kompyuta kwa ajili ya kujaza mafuta kwenye sheli. Hizo ni kompyuta ambazo zinatumika kutusaidia kujaza mafuta kwenye sheli. Kwa hiyo zile mashine zinazojaza mafuta kwenye sheli na zenyewe ni kompyuta kwa malengo maalum. Na tuna nyingine kompyuta zinatumia kufungua milango. Kufungua milango. Kenda kama kuna milango ambayo inakuwa inatumika kufunguliwa kutumia kompyuta fulani. Kwa hiyo hizo malengo maalum. Na zingine nyingi kama mashine zinazotumika kukatia risiti wakati unapokuwa unafanya mauzo, hizo nadhani ni aina za kompyuta. Na ATM mashine hiyo ni kompyuta kwa ajili ya kutolea hela, kwenye huwezi kuweka hela pale, ni kutoa hela tu. Kwa hiyo ni kompyuta kwa malengo maalum. Tunaweza tukaangalia aina ya kompyuta kwa kuangalia matumizi, kwa kuangalia size, eta ukubwa. Okay? Kompyuta kubwa kuliko zote nimesema ni super computer, ni kompyuta kubwa. Inafuata main computer, mainframe computer, inakuja desktop, portable, laptop na notebook. Kwa hiyo hizi hapa ni kuangalia ukubwa. Kwa hiyo hii ndogo kuliko zote. Inafuata kwa udogo, inafuata hii yani ndogo zaidi, ndogo kiasi chake. Kwa hiyo zinavyotoka huku juu zinakuja chini zinakuwa zinaongezeka kiukubwa. Vile tunaweza tukaangalia aina za kompyuta kwa kuangalia matumizi yake. Kuna kompyuta zinatumika nyumbani. Kompyuta zinazotumika nyumbani zinaweza zikawa mezani au zinaweza zikawa kompyuta mpakato. Okay? Kompyuta ambazo zinaweza kaweka kwenye ukaziweka kwenye mapaja au wapi. Okay, tunaita kompyuta mpakato ambayo unaweza kaibeba. Personal computer ni kompyuta kwa ajili ya mtu binafsi. Okay? Ambapo ikiwepo kuanzia simu yako ni personal computer. Na zingine zote ambazo unatumia wewe mwenyewe. Professional computer ni kompyuta kwa ajili ya kutumia kwenye matumizi ambayo yanahitaji utaalamu. Okay? Kwa ajili ya matumizi ya kitaalamu zaidi. Tunatumia professional computer. Workstation computer kama nilivyosema ni kompyuta ambazo zinatumika kwenye maviwanda. Okay? Kwa ajili ya kudesign au kutengeneza vitu mbalimbali viwandani. Single user computer, hii ni kompyuta ya kutumia mtu mmoja, ambapo ikiwepo personal computer. Kwa sababu personal computer nimesema ni kompyuta mtu binafsi kama simu yako ya kiganjani. Vile vile tuna multiple user computer. Kwa multiple user computer ni kompyuta ambayo inatumika na watu wengi. Kwa mfano kama kipindi nasoma vifaa ambavyo vinatumika kutunza taarifa kwenye kompyuta, tunasema kuna server. Server ni kifaa kinachotumika kutunza taarifa za watu wengi. Sasa hii ni kompyuta ambayo inatunza taarifa za watu wengi. Kwa watu hao wanakuwa wameunganishwa kuna hii kompyuta kwa kutumia njia ya mtandao. Kwa watu wanakuwa wamejiunga kwa kutumia njia ya mtandao. Mfano mzuri niwaambia siku ile kwamba NECTA baraza la mitihani linakuwa lina server ambayo limetunza matokeo yote ya wanafunzi
ya hapa Tanzania. Kwa mfano kama siku ya matokeo, kila mtu anakuwa anataka angalia matokeo haya kutoka kwenye hii kompyuta. Sasa hapo inaonyesha multiple user, kwamba watu wengi wanakuwa wanaitumia hii kompyuta, wameunganishwa kwa mtandao. Kwa unatumia simu yako, lakini hakuna tumia na hii server ambayo iko huo muda. Asanteni, leo tutaishia hapa. Mungu awabariki. Jamani, nawaombeni sana muweze kusubscribe, muweze kupata video nzuri zenye mafundisho mengi. Na huu ni utangulizi tu. Kwa hiyo kuna mazuri mengi yanakuja. Kwa hiyo subscribe uweze kuungana na darasa letu ili uweze kupata na kuelewa nini kompyuta ni nini na teknolojia ni ipi. Na teknolojia inaanzia hapa kwenye kufahamu kompyuta maana yake na vitu ambavyo vinavizunguka hiyo kompyuta. Na baada ya hapo tutaendelea kwenye video zingine ambazo tutakuwa nazitengeneza, ambazo zitakupa mafunzo mengi zaidi ya kuelimisha na kujenga kisaikolojia na vile kiteknolojia. Okay? Asanteni, Mungu awabariki. Tuonane kipindi kijacho.